Hizi ni ripoti za Komba TV. Hakikisha una subscribe, una share na like na kucomment ili wa kwanza pia kuweza kupata update zote ambazo tunakusogezea. Bwana, taarifa ambayo imegonga vichwa vya habari kwelikweli ni kuhusiana na taarifa inayomhusisha Mheshimiwa Tundu Lissu. Muungano wa vyama vya kidemokrasia duniani AIDU umehitimisha mfululizo wa mikutano yake jijini Brussels, Ubelgiji, kwa kufanya uchaguzi wa safu mpya ya uongozi. Katika mkutano huo ambako chama kiliwakilishwa na makamu mwenyekiti wa demokrasia Union of Africa DUA, kanda ya Afrika Mashariki, Mheshimiwa Deogratius Munishi, wajumbe walimchagua waziri mkuu mstaafu wa 22 wa Canada Mheshimiwa Stefani Halper kuendelea kuwa mwenyekiti wa kwa miaka mitatu ijayo. Aidha, mkutano mkuu kwa kauli moja ulimchagua mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Lissu au Tundu Antipas Lissu kuwa sehemu ya jopo la makamu wenye viti wa umoja huo. Rekodi ya msimamo isiyoyumba katika kupigania haki, utawala bora na demokrasia Tanzania, licha ya mazingira magumu, mazingira hatarishi, ikiwemo jaribio la kutolewa uhai kama ilivyoelezwa kwenye mkutano huo mkuu, ndio iliyowapa imani wajumbe kutoka mataifa mbalimbali ulimwenguni kumchagua Mheshimiwa Lissu katika wadhifa huo. Zaidi ya wajumbe wa mkutano mkuu wa AIDU walitanabaisha kuwa kwa uzoefu wake katika mapambano ya kutafuta demokrasia ya kweli, haki na uhuru wa kweli, Mheshimiwa Lissu atatoa mchango mkubwa ndani ya AIDU, hasa katika kumulika maeneo yanayokabiliwa na changamoto za kuporomoka au kudorola kwa demokrasia na kuibuka kwa tawala za kihimla, hususan bara la Afrika. Hii imetolewa Jumamosi Mei 2025. Kwa hiyo chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wameweza pia kuposti kupitia ukurasa wao wa Instagram namna hiyo. Hakikisha una subscribe, na share na like na kucomment, na kukumbusha tu ili uweze kupata update zote ambazo tunazisogeza kupitia Komba TV.